Naam, tukiendelea na sehemu nyingine katika huu muhadhara wetu, na sehemu hii itakuwa ndio sehemu ya mwisho. Haya yote niliyotanguliza kuyazungumza kwenye sehemu hii ya kwanza, nataka kuthibitisha kwamba Ahlus Sunnah wal Jamaa si maadui wa Ahlul Bait kama wanavyojenga dhana hizi Mashia kuzijenga kwa umma. Si maadui wa Ahlul Bait. Hili wala likuwa halistahiki kuzungumzwa kwamba sisi hatuwafanyii, bali ule uhalisia wenyewe wajieleza. Fadhila zilizopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia ya riwaya zilipokewa kutoka kwa masahaba wakawapokeza tabi'in wakazisimulia, wanawachuoni wakazidhibiti kwenye vitabu. Fadhila za watu hawa namna zilivyotajwa kwa wingi kupitia vitabu vya Ahlus Sunnah wal Jamaa ni ushahidi wa kutosha juu ya kwamba Ahlus Sunnah wal Jamaa hawana tone la bughdha kwa watu wa nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini hii ni fikra wameingiziwa watu kwa lengo la kutaka kupandikiza fikra zilizokuwa nyuma ya hapo. Watu wamepandikizwa fikra fulani, wito ukawa ni kuwapenda Ahlul Bait, lakini nyuma ya wito huu kuna jambo jingine, si Ahlul Bait. Ahlul Bait imekuwa ni nembo tu pale, lakini kuna vitu vingine vikubwa kabisa ndivyo vinavyokusudiwa. Wewe kushakubali sasa mimi nitakuwa kwenye makosa kwa kumpenda Ali, basi wewe katika makosa. Ali yeye ni kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndivyo hata kwa ahli sunna utakiwa umpende Ali bin Abi Talib. Sisi mapenzi yetu kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wote bila kuwabagua, tunatakiwa tuwapende maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu hubbuhum dinun, kuwapenda maswahaba ni dini. Na bil khusus akiwa sahaba huyo ni katika watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mapenzi yanaongezeka zaidi sasa. Lakini wao wakawa katika hili, kuna vitu wanavidai ambavyo si vya sawa. Hawa wamefikia sasa kufanya ghuluu. Angalia jambo jingine baya kabisa, wamefikia sasa kupetuka mpaka katika kuwasifu Ahlul Bait kwa madai ya kwamba wanawapenda, kiasi ambacho wanadai kwamba Ahlul Bait ni bora kuliko mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuliko malaika. Wamedai, wamezungumza hadi kufikia kiwango hicho, yani wamefanya ghulu, wakawafadhilisha hao wanaoitwa Ahlul Bait mpaka juu ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakimtoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Lakini hakuna mtume yoyote wala malaika yoyote ambaye anaweza kufikia daraja ya maimamu wao. Hili ni katika waliodai, na vitabu vyao vya Kiswahili vimeandika. Kwa hiyo wanataka kutufikisha hapo, kwa sababu sio maudhui rasmi ya kuizungumzia. Hii maudhui hii ni ndefu na nishawahi kuizungumzia hapa, lakini kwa leo sitaizungumzia kwa kirefu. Lakini katika madai ambayo wanayaleta ni hayo. Kwa hiyo kama wewe huitakidi hivyo, kama wewe huitakidi kwamba Muhammadul al-Baqir ni mbora kuliko Jibril, Muhammadul al-Baqir au Ali bin Hussein Zain al-Abidin ni mbora kuliko Nabii Ibrahim, kama wewe huitakidi hivyo, wewe huwapendi Ahlul Bait, wewe ni katika nawasib. Sio kwamba Ali bin Hussein Zain al-Abidin au al-Hussein au al-Hasan au Ali kwamba hawa wamemzidi ubora Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kama wao wanavyodai. Si hapo tu, bali uitakidi kwamba Ali bin Abi Talib ni mbora zaidi kuliko Ibrahim, kuliko Nuh, kuliko Saleh, kuliko Hud, kuliko Musa, kuliko Isa na kuliko mtume yote katika
mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, uitakidi hivyo, bali ni bora kuliko malaika Jibril na Mikail na Israfil, kwamba hawa ni bora kuliko wale. Hapo utakuwa wewe wawapenda ahlul bait. Ili uwapenda ahlul bait uitakidi kwamba wao hawakuumbwa kutokana na tone la manii kama wanadamu wengine. Nasema haya nililetea vitabu nikayasoma kwenye vitabu hapa katika mbele ya msikiti, katika vitabu vyao, kwamba wao hawakuumbwa min ma'in mahin kalbashar, wao khuliqu min nur, wameumbwa kutokana na nur. Kitabu cha Ahmad Mustafa Yaqub Qabasat min nur ahli bait anazungumzia mambo haya, na vitabu vyake vingine anavyoandika, bali ananukuu kutoka kwenye al-usul min al-kafi na vitabu vinginevyo. Bali wao wataka wewe uamini kwamba unapotamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, useme wa ashhadu anna Aliyan waliyullah, uongeze shahada ya tatu. Ndio hapo wewe utakuwa unawapenda ahlul baiti. Kinyume cha hivyo wewe huwapendi ahlul baiti. Wao wataka wewe uitakidi ya kwamba makhalifa wote waliomtangulia Ali bin Abi Talib, akiwemo Abu Bakar na Umar na Uthman, kwamba hawa ni makafiri, wamemdhulumu Ali haki yake. Uitakidi hivyo, hawa ni maadui wa ahlul bait hawa, na maadui wa ahlul bait haki yao ni kulaaniwa. Kama wewe huitakidi hivyo, sema mimi nampenda Ali lakini pia nampenda Abu Bakar, wewe ni katika maadui wa ahlul bait. Wewe hakuna vitu hivyo. Ima uwapende ahlul bait na uwachukue maadui wake usalimike kwa wao, au uwe ni katika wale, kwa sababu kuwapenda wale mahasimu na maadui wa ahlul bait. Kwa hiyo wao wamefikia huko, na huko siko. Wachilia ghuluu nyingine, wanasema kwamba ahlul bait ni maasumun. Hao maimamu 12 wao wamekingwa na makosa, kwa maana ya kwamba hawakosei dhambi kubwa wala ndogo, wala hawasahau kutoka kuzaliwa kwao mpaka kufa kwao. Hawasahau kutoka kuzaliwa kwao mpaka kufa kwao. Wanaokusudia Ali bin Abi Talib na Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib na Al-Husayn. Hawa wawili ni watoto wa Ali bin Abi Talib. Ali baba na Al-Hasan mtoto mkubwa na Al-Husayn mtoto anayefuatia. Hawa kisha watoto wa kizazi cha Al-Husayn, anayefuatia wanne ni Ali bin Husayn Zainul Abidin. Kisha mtoto wa Ali bin Husayn anaitwa Muhammad bin Ali au Muhammad al-Baqir maarufu. Kisha mtoto wa Muhammad al-Baqir ambaye ni Jaafar ibn Muhammad, anaitwa Jaafar as-Sadiq, ndio lakabu yake. Kisha mtoto wa Jaafar ambaye ni Musa ibn Jaafar maarufu al-Kadhib. Kisha mtoto wa Jaafar ambaye ni Ali ibn Musa, huyu Musa al-Kadhib mtoto wake Ali ibn Musa ar-Ridha. Kisha mtoto wa Ali ibn Musa ambaye ni Muhammad bin Ali ibn Musa maarufu al-Jawad. Kisha ni Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa al-Jawad ambaye ni al-Hadi, Ali al-Hadi. Kisha Hasan al-Askari, an Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Askari. Kisha imamu wao wa 12 Muhammad al-Mahdi ambaye mpaka leo hajulikani aliko, amejificha. Baba yake ni huyu Hasan ibn Ali, lakini yeye alipozaliwa tulipofikisha miaka 5 akatoweka. Wao sasa hivi wamekaa wanasubiri kwamba kuna imamu atakuja, kashazaliwa. Sisi tunasema Mahdi katika ahli sunna, Mahdi atakuja, bado hajazaliwa, na atokana kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tena kwa mjukuu wake Al-Hasan, sio Hussein. Wao wasema kashazaliwa na yuko pangoni na atatoka wakati wote, lazima umwamini huyo. Kwa hiyo hawa maimamu 12 hawa ni bora kuliko mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ukimtoa babu yao tu.
hawa ni bora kuliko malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wameumbwa kwa nuru, hawa hawakosei, hawa hawasahau tangu wamezaliwa mpaka kufa kwao, hawajawahi kusahau hata siku moja, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe anasahau. Na Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia katika aya mbalimbali akimsemesha kwamba wewe ukisahau, kama alivyosema pale nasema Adam alisahau, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pia afundishwa akisahau asemaje kahfi, asemaje Allah, wadhkur rabbaka idha nasit, mkumbuke litaje jina la Mola wako pindi utakapokuwa umesahau. Lakini wao wasema wao hawasahau. Sasa yote niliyataja nikaelezea nikayatolea ushahidi. Wewe mtaka mfikishwe hapo, lakini kibaya zaidi sasa mwatakiwa ili muwe mwapenda ahlul bait ni lazima muwatukane na kuwakufurisha maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa siko huku tunakokutaka sisi, mapenzi hayawi namna hiyo. Na hii ni fikra iliingizwa katika Uislamu na Myahudi Abdullah ibn Saba, ndiye aliyepandikiza fikra hii mwanzo kabisa, akakitengeneza kikundi hiki chenye fikra hizi za kuwatusi maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam nyuma ya pazia la kwamba wanawapenda na kuwanusuru ahlul bait. Maswahaba na maimamu mbalimbali hawakukubaliana na fikra hizi, waliwapiga vita wote wenye fikra hizi, bali Ali bin Abi Talib ni mtu wa kwanza aliyewapiga vita aliposikia kwamba kuna watu wanamfadhilisha yeye juu ya fulani na fulani katika maswahaba, bali wengine wanamfikisha hadi ya kumuita Mungu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu akachukua jukumu la kuwaadhibu vikali watu hao, hakukubaliana na fikra hizi. Bali Ali bin Abi Talib alipokuwa katika nchi ya Al-Kufa, katika nchi ya Iraq, katika mji wa Kufa, katika wakati wake aliishi nao hawa watu ambao walikuwa wakijinasibu kwamba wao ni vipenzi vya Ahlul Bait. Na hii ni nukta ya mwisho. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alikuwa kila mara akiwasema kwa ubaya. Mtasoma baadhi ya nusus ambazo zimetajwa ndani ya vitabu vyao. Kuna maandiko yametajwa ndani ya vitabu vyao kama kitabu hiki kinachoitwa Nahjul Balagha. Tutasoma maelezo haya kwa Kiarabu na kwa Kiswahili, alafu tutamalizia muhadhara wetu kwa leo. Hii ni ile nukta, msimamo wa Ali bin Abi Talib juu ya watu wa Iraki ambao ni Shia wake. Tukisema Shia yani wale wafuasi wake, watu wanaompenda, lakini ndani yake kuna watu wana itikadi hizo za ghulu ambao walijipenyeza katika safu ya Ali bin Abi Talib, na pia ndani yake kuna watu walikuwa wanachuki na Ali bin Abi Talib, walijipenyeza katika safu yake. Sasa Ali bin Abi Talib anasema hivi: la in amhala adh-dhalima falan yafuta akhdhuhu wa huwa lahu bil mirsadi ala majazi tariqihi wa bi mawdi'i ash-shaja min masaghi riqihi amma walladhi nafsi biyadihi la yadhharanna ha'ula'i al-qawm 'alaykum لأنهم أولى بالحق منكم ليس لأنهم أولى بالحق منكم ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم وإبطائكم عن حقي ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها وأصبحت أخاف ظلم رعيتي أستنفركم للجهاد فلم تنفروا وأسمعتكم فلم تسمعوا ودعوتكم سرا وجهرا فلم تستجيبوا ونصحت لكم فلم تقبلوا أشهود كغياب وعبيد كأرباب أتلو عليكم الحكم فتنفرون منها وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرقون عنها وأحثكم على جهاد أهل البغي فما آتي على آخر قولي حتى أراكم متفرقين أيادي سبع ترجعون إلى مجالسكم
وتتخادعون عن مواعظكم أقومكم غدوة وترجعون إلي عشية كظهر الحنية عجز المقوم وأعضل المقوم. haya ni maneno wao wenyewe wananukuu kutoka kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kama yalivyotajwa kwenye kitabu hiki nilichokisoma Nahjul Balagha kwenye ukurasa wa 160 mpaka ukurasa wa 163 kwenye khutba ya 67 ya chapa ya Ansarian Muslim Publication ambayo imetibishwa Qum Irani. Kwenye tarjama ya Kiswahili ni ukurasa wa 148 mpaka 151, kwamba Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anawaambia wale watu wa Iraqi, hata kama Allah atampa muda mtu dhalim, lakini mshiko wake hautamkosa, na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamuwinda yule mtu dhalim katika mapito ya njia yake, na mahali pako mapito ya mate, yani namna anavolindwa. Sasa napita na hapa, basi maadamu basi Allah atamnyakia hapo hapo, na hapo kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake. Hawa watu hawa watapata ushindi dhidi yenu, yani wale maasimu zenu watawashinda nyinyi, si kwa sababu wao katika haki kuliko nyinyi, lakini kwa sababu ya haraka yao kutekeleza batili yao na uvivu wenu wa kutekeleza haki yangu. Anawaambia hivi, siku zote huwa umma raia wanaogopa dhulma ya watawala wao, lakini nimekuwa mimi ninaogopa dhulma ya raia wangu. Yani watu huwa wakikaa wanaogopa watawala wao, lakini mimi mliponifikisha mimi, Ali bin Abi Talib asema hivi, nyinyi mliponifikisha mimi nimekuwa sasa na waogopa nyinyi. Niliwaita kwa ajili ya jihadi, hamkuja. Niliwaonyeni, hamkunisikiliza. Niliwaiteni kwa siri na kwa dhahiri, lakini hamkuitikia. Nilikunasihini, hamkukubali nasaha. Nyinyi ni watu ambao mpo lakini kama vile hampo. Nyinyi ni watumwa lakini mpo kama mabwana. Ninakusomeeni maneno ya hikma, mnayakimbia. Ninakuonyeni kwa mawaidha tena makali yenye kuathiri, kisha mnatawanyika kuyakimbia. Nikakuhimizeni kwenda kwenye jihadi dhidi ya waasi. Sijafika mwisho wa kauli yangu isipokuwa nawaona mnatawanyika kama vile mikono ya Saba bin Ya'rub bin Qahtan. Ayadi ya Saba, wenyewe wanasema alikuwa na watoto wake saba. Huyu Saba bin Ya'rub bin Qahtan alikuwa ni mfalme wa Yemen wakati huo. Watoto wake wanne wako katika Hijaz, watatu wako Sham, kisha wakafarikiana. Yeye amewafanya kama ndio huyu, hao upande wa kulia, hao upande wa kushoto, ndio wasaidizi wake, lakini wote wakamponyoka, wakatawanyika. Sasa mimi nikizungumza, nikianza kuelezea, sijafika mwisho tayari arakum mutafarriqina ayadi ya Saba, mmetawanyika kama vile watoto kama mikono ya Saba bin Ya'rub. Kwenye ile tarjama ya Kiswahili kule katafsiri kimakosa, ukirejea tarjama yao ile Kishia nasema mmetawanyika kama vile mikono saba. Si mikono saba, ayadi ya Saba ni mfano au ni msemo unasemwa na Waarabu wakimaanisha wale watoto wa Saba bin Yashdub bin Ya'rub bin Qahtan Abu al-Arab, ndio makusudio. Kwa hiyo mimi sijamaliza tayari mshanikimbia. Anakusudia hao jamaa zake ambao wao wanajiita Shia wa Ali. Anasema mnarejea kwenye makazi yenu mkiwa hamkuoidhika. Ninakunyoosheni asubuhi, mnarejea kwangu jioni mkiwa mmepinda kadhahari alhaniya. Katika baadhi ya nusa kadhahari alhayya, kama vile nyoka, yani nyoka hanyoki, nikiwanyoosha majikunja, kinyoosha majikunja hivyo. Kwa hiyo nyinyi mmepinda kama vile upinde. Alhaniya ni upinde. Nikiwanyoosha asubuhi, jioni mnarudi kwangu mmepinda, hamnyosheki. Asema ajaza almuqawwim, ameshindwa mnyoshaji, wa a'dhala almuqawwam, na mnyoshaji ameshindikana. Hamnyosheki nyinyi watu wa Iraqi, hamwezekani. Kisha akaendelea kuwaambia watu wake, ayuha alqawm ashahidatu abdanuhum alghaibatu anhum uquluhum almukhtalifatu ahwa'uhum
المبتلى بهم أمراؤهم صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه وصاحب أهل الشام يعصي الله وهم يطيعونه لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم فأخذ مني 10 منكم وأعطاني رجلا منهم. anasema enyi kaumu ambao miili yao iko hadhir lakini akili zao ziko ghaibu, yani ziko mbali, na utashi wao uko tofauti, watawala wao wamepatwa na balaa. Sahibu yenu Ali anamtii Allah, nyinyi mnamuasi, na sahibu wa watu wa Sham Muawiya anamuasi Allah na watu wake wanamtii. Wao wanasema kwamba maneno haya amesema Ibn Ali. Natamani wallahi Muawiya anibadilishie, anichenjie mimi ubadilishaji wa dinari kwa dirham, achukue kutoka kwangu watu 10 na yeye nimpe mtu mmoja, na yeye anipe mtu mmoja kutoka watu wake. Yani namna nyinyi mlivyokuwa waovu, unaweza kuwauza 10 kwa mmoja, nimpe 10 Muawiya anipe mmoja. Namna mlivyokuwa nyinyi ni watu waovu. Ya ahla al-Kufa, enyi watu wa Kufa, mji wa Kufa, munitu minkum bi 32, nimeonja mimi au nimepata uzoefu mimi kwenu kwa mambo matatu na mengine mawili, na mambo matatu na mengine mawili, jumla mambo matano. Jambo la kwanza, nyinyi summun dhau asma, nyinyi ni viziwi wenye masikio yapo tu kile hayasikii, ni summun dhau asma, summun dhau asma'i, nyinyi ni viziwi wenye masikio. Wa bukmun dhau kalam, na ni mabubu mnaosema. Wa umyu dhau absarin, na vipofu wenye macho. Mambo matatu. La ahraru sidqin inda al-liqa wala ikhwanu thiqatin inda al-bala, nyinyi si waungwana, si watu wa kweli wakati wa mapambano, wala si ndugu wa kuaminika katika wakati wa balaa. Taribat aydikum ya ashbaha al-ibli ghaba anha ru'atuha kullama jumi'at min janibin tafarraqat min akhar wallahi lakaanni bikum fi ma'i khalukum أن لو حمس الوغى وحمي الضراب قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبلها وإني لعلى بينة من ربي ومنهاج من نبي وإني لعلى الطريق الواضحة ألقطه لقطا أو ألقطه لقطا. نعم. أنا maambia mikono yenu ingie michanga kwa maana mpate hasara nyinyi, muhizike, wana hizaya nyinyi. Enyi mlio mfano wa ngamia ambao mchungaji wake ametoweka, kila wakikusanya upande mmoja wanatawanyika upande mwingine. Wallahi ninawadhania kuwa endapo vita vikiwa vikali na mapigano yakizidi, mtamkimbia mwana wa Abi Talib, ukimbiaji wa mwanamke akiwa uchi mbele. Infiraja almar'ati an qubliha, kwa hakika mimi nipo katika muongozo wa wazi kutoka kwa Mola wangu mlezi, na niko katika njia ya mtume wangu, na niko katika njia ya wazi, nikiokota cha kiokota mpaka mwisho wa maelezo yake. Lakini akawasema vibaya watu wa Iraq kwa sababu ya khiana waliokuwa wakimfanyia yeye Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Na baada ya hapo katika khutba hiyo hiyo akawasifu masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na maneno mfano wa haya aliwahi kuyazungumza mtoto wake Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib katika kuhusu watu wa Kufa na namna walivyomfanyia, na maneno yamenukuliwa kwenye vitabu vyao. Kwa hiyo watu hawa, utakapopata picha tu kwamba watu hawa ambao wanadai wao ndio wapenzi wa Ahlul Bait, yanapokuja mafunzo na maelekezo ya Ahlul Bait, wao wanakuwa wako nayo mbali kabisa, sivyo wanavyoelekeza Ahlul Bait, bali mpaka kwenye vitabu vyao yale yanayoelekezwa na Ahlul Bait kwamba wasema hivi, wao wako tofauti na wanavyosema. Nini? Eti wana ghera na mapenzi na Ahlul Bait. Leo mathalan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kwa mfano anawaambia watu wa Kufa, na maneno hayo ndani ya vitabu vyao, anasema hivi: laqad ra'aytu ashaba Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi
فما أرى أحدا يشبههم منكم لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المغزى من طول سجودهم إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم وبادوا كما يميل الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب. Sasa mtu anayesikia maneno kama haya kutoka kwa Ali bin Abi Talib, vipi aweza kumtukana Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, au vipi aweza kumtukana Abu Bakr au Uthman au wengineo katika masahaba? Anasema mimi nimewaona masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nimewaona masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi simuoni mtu yeyote kati yenu anayefanana na wao. Masahaba hao walikuwa wanaianza asubuhi wakiwa na nywele timtim, nywele zao zimechafuka zimetimka na wakiwa wamejaa vumbi kichwani. Kwa nini? Wamekesha usiku kucha katika hali ya kusujudu na kusimama kuswali, wakibadilisha kati ya mapaji za uso zao na mashavu yao, na walikuwa wanasimama mfano wa mtu aliyesimama juu ya kaa la moto kwa ajili ya kukumbuka marejeo, yani siku ya kurejeshwa siku ya kiyama. Kama kwamba kati ya macho yao kuna goti la mbuzi kutokana na urefu wa sijida zao. Akitajwa Allah, macho yao hutiririsha machozi mpaka inalowanisha lisani za kanzu zao. Juyubahum, jaibu ni hii sehemu hii ya lisani, utalifa Swahili lisani ya kanzu. Kwa hiyo wanalia mpaka hizi lisani za kanzu zinatota kwa machozi kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na walikuwa wanayumba kama inavyoyumba miti siku ya upepo mkali kwa kuogopa adhabu na kutarajia thawabu. Haya ni maneno ambayo yako ndani ya kitabu chao, anayasema Ali bin Abi Talib. Lakini ukiwasoma hawa mashia wa humu sasa, ambao wao wanadai ni vipenzi vya Ali bin Abi Talib, vipenzi vya Ahlul Bait, utawaona wanawatusi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uwazi kabisa bila sababu yoyote ya msingi, na vitabu vyao vitapishwa na watu wako navyo. Kwa kuwa hawa kutukana kwao hakugusi maslahi yetu, kwani akitukana Umar ndio utakosa mshahara, akitukana Umar ndio biashara yako itafanyika, ushekhe wako utakuwa haupo. Waona kazi gani bwana? Atukanwe tu Umar. Sasa Umar atukanwa na hawa mashia wanaodai kwamba ni wapenzi wa Ahlul Bait. Sasa Ahlul Bait mkubwa si Ali. Ali asemaje kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Maneno yake ndio haya, bali kuna zaidi ya haya aliyosema Ali bin Abi Talib. Huyu mshia Mayunga, nitakuja kuyasoma maneno yake katika majlisi ya kesho insha Allah. Tuone, je, ni mapenzi kwa Ahlul Bait au kuna agenda ya siri ndiyo inayokusudiwa? Hivi vilio vya kulia Husaini kauliwa kwa dhulma ni vilio vya kumlilia al-Husaini ukweli, au kuna kitu kiko nyuma ya pazia hapo? Wallahi kuna vitu vingi viko nyuma ya hilo pazia hapo, lakini watu hawaonyeshwi kwa haraka. Lakini hatima yoyote ukikubali tu kwamba mimi Shia wa Ahlul Bait kwa mujibu wa mantiki zao, basi ni lazima uwatukane masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Njia ya kwanza kabisa lazima uwadharau masahaba, uone kwamba wakufanya kitu, wale masahaba waongo, wale masahaba wana khiana, masahaba walifanya hivi, wamewadhulumu Ahlul Bait, wamemfanya kadha fulani. Lawama na matusi, na ndiyo yaliyojaa kwenye hivi vitabu vyao, tena vitabu vya Kiswahili. Hii ndiyo balaa sasa. Vitabu vya Kiswahili vyaandikwa, vyatawanywa kwa jina la mapenzi ya Ahlul Bait, lakini ndani yake vimebeba takfiri kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunasema wakati mwingine huu ni uzushi, mashaikh fulani wamefanya uzushi. Watu waja juu kweli kweli, sheikh fulani atafanya uzushi, wamjua fulani wewe. Sasa sahaba aambiwa kafiri, huyu hapa aambiwa mwana haramu, Umar mwana haramu, mtoto wa zinaa. Huu kurasa wa 220 hii chapa ya pili wazi wazi
alafu ikarejea pale chini. Ukitaka kujua maneno haya kwa ushahidi, rejea Biharul Anwar, kitabu cha Kishia, Ilzamun Nawasib, kitabu cha Kishia, Nadhariyatu Khalifatain, kitabu cha Kishia. Sasa ni kwamba atuambia vitabu vya Kishia hivyo vikubwa hivyo ambavyo nyinyi hamna, pia vyasema hivi. Bado hamtanabahi tu kwamba mtukaniwa watu wenu. Lakini nyuma ya pazia la Ahlul Bait, wala Ahlul Bait hawako katika hili. Sisi tusema kama ni al-Hussein, Hussein ameuawa na watu wa Iraq, Mashia ndio waliomuua al-Hussein, na ushahidi tuko nao. Na si ahli sunna, sababu ahli sunna wanawapenda Ahlul Bait. Ahli sunna al-Hussein aliwaacha Makka na Madina, na ndio waliomsisitiza usiende huko. Wale watu wabaya, wale ndio waliomkhini baba yako, wale ndio waliomfanyia khiana kaka yako wale al-Hasan, usiende al-Hussein. Watu wa al-Kufa ni watu wabaya, lakini ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala kulipitisha jambo, basi jambo likawa. Lakini msitaki kukitu hicho kidagaa kimawauzia nyinyi, msitaki kuwarushia wengine. Watu wote wajua kwamba nyinyi na nyinyi ndio mmefanya hivyo, yani tuseme aslafu wale wahenga wenu wakale wenu wameyafanya haya. Kwa hiyo inshallah mtiririko wa mihadhara yetu hii itakuja kuyabainisha haya kwa utaratibu kabisa biidhnillah alkarim, ili liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Tukisema haya haina maana kwamba tutakuwa tumezuia ushia, watu hawataukubali tena. La, jambo lolote la upotevu pia ndivyo lilivyo. Hata akija kafiri na ukafiri wake akisema atapata watu, atachukua watu, ili mradi uwe na dinari na dirham, useme maneno ingize huku utoke huku, basi utapata watu. Lakini tunachozungumza ni haki. Aljawabu sio haki. Haki ni ile ambayo iko kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama walivyofahamu na kutabiki haki hiyo maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salafu salih min al-muhajirin wal-ansar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Tumaliza.